umekuwa mwema, ni wewe Bwana umekuwa mwema. Oh Bwana, kama sio wewe Bwana ningelikuwa wapi? Kama sio wewe Bwana ningelienda wapi? Kama sio wewe Bwana kungelikuwa aje? Si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wangu Bwana, ni wewe umenisaidia Bwana. Ni wema wako Bwana, ni wema wako Bwana umenisaidia. Ni wema wako Bwana, sio ujuzi wangu, sio akili zangu Bwana. Nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante. Asante Bwana. Umekuwa mwema maishani mwangu, umekuwa mwema maishani mwangu, umekuwa mwema maishani mwangu, umekuwa mwema maishani mwangu, umekuwa mwema maishani mwangu. Yesu, Yesu ni mwema maishani mwangu, Yesu ni mwema maishani mwangu. Shika mkono ya mtu, kama hauna mtoto haina haja ya wewe uketi chini. Simama juu, simama juu. Shika mkono ya mtu, anza kumwombea. Bila kuombea umalize mwaka vizuri, na kuombea umalize mwaka vizuri. Roho ya mikosi, roho ya ripoti mbaya, roho za ajali, roho za vifo ninazikansa kwa maisha yako. Roho ya kulazwa hospitali na kataa magonjwa juu yako. Kataa, ombea mtu, ombea mtu. Maombi yako iko na nguvu, maombi yako iko na nguvu juu ya maisha yake. Muombea malize vizuri, na kuombea neema ya kumaliza vizuri, na kuombea kibali ya kumaliza vizuri, na kuombea nguvu ya kumaliza vizuri, na kuombea mkono wa Bwana ukusaidie na kukuwezesha uvuke salama, umalize salama, umalize salama. Imeandikwa ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wao. Na kuombea heri ya mwisho ya mwaka huu, na kuombea heri ya mwisho ya mwaka huu, na kuombea heri ya mwisho ya mwaka huu, na kuombea heri za mwisho, na kuombea tu neema. Kila nyaraka Paulo ulipomaliza uliwaombea neema, uliwaombea neema. Hata na mimi nakuombea neema, hata na mimi nakuombea neema ya kumaliza vizuri, na kuombea neema ya kumaliza vizuri. Umalize vizuri kama familia, umalize vizuri kibiashara, umalize vizuri kikazi, umalize vizuri katika jina la Yesu. Ninashukuru Bwana, ninashukuru Bwana, ninashukuru Bwana, ninashukuru Bwana. Weka mikono yako juu, tumpatie Yesu makofi mazuri. Patie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Salimia mwenzako, mkaribishe kwa ibada zetu za siku ya leo. Salimia mtu na mkaribishe unapopata nafasi ya kuketi kwa ajili ya kuweza kuelimika katika jina la Yesu. Sema amen. Unasikia sauti yangu, weka mkono juu, sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Amen. Natumai wiki ijayo daktari, if possible, kupitia kwa upako wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Naomba kama unaweza fanya huu ujumbe ya Psalms 101 if possible, because itakuwa ni siku yetu ya collection. I will not minister. It is good ukaleta ufunuo zaidi katika jina la Yesu. Nafikiri itakuwa sawa. Si ni vizuri? Kwa sababu tumekosa kuelewa watumishi wa Mungu, tumekaa na wao na hatuendi mahali. But watajuaje wasipo fundishwa? Bwana Yesu asifiwe. So ni vyema tufundishwe ndio tujue jinsi ya kuifanya.
na ninahisi kabisa kuna kitu Mungu anataka kufanya. So nitaomba tu kupitia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu kupatie utubariki wiki ijayo. Kwa sasa tunaingia kwa break camp and advance, tuongeze neno prayers. Amen. Ndio kama zako mwambie bomoa hema ama tubomoe kambi tusonge mbele. Sema hema za kuzuilia zinafaa zibomolewe ili tuweze kusonga mbele katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amen. Sema amen. Basi utaandika hii alafu niendelee. Bado hatujafika huku, bado tumekwama hapa, na vile tunakwama hapa bado nazidi kupata mafunuo zaidi. Kwa hivyo bado tutakwama hapa, tukue na kuelewa. Maana ukishatoka, ndio kama zangu mwambie ukishatoka, hiyo ni afadhali. Sijui kama unajua kuanzisha kitu inakuwa kazi ngumu. Mara nyingi mtu anasema nitaanzia. Naonaga watu tunawapenda nafasi hapa, ama mara nyingi wamekutana wakisimama na uliza nitaanzia wapi? Sijui nianzie. Ndio kama zako mwambie kwanza iko na changamoto zake. Bwana Yesu asifiwe. So nataka naona Roho Mungu ananiwezesha kukwama hapa na tutadili na hizi vitu kabisa ili iwe rahisi katika jina la Yesu. So kuna roho ambazo tutadili nazo hapa kwa sababu sitaweza kuzifikia na gusa moja kwa moja, lakini ningelipenda uziandike. Pengine inaweza kuwa mzuri kwa wewe kuendelea kuzisoma ama kuomba. Roho ya kwanza ambayo tutadili nayo hapa ni roho ya zile hema ambazo sisi wenyewe tumezijenga. Haleluya. Haleluya. Tafsiri zingine zinasema break camps. Tafsiri zingine zinasema uvunje hema. Nitakupatia matofauti nikuelezee kwa nini ninasema hivyo. Sikiliza. Hema zaidi ya 2 ikiwa nyingi, hiyo inaikuwa ni nini? Hiyo imebadilika, imekuwa kambi. Kambi ni kumaanisha kwamba tumeweka tents nyingi. Sasa ndio maana unaona Biblia inasema bomoa hema na pia inasema bomoa kambi. Yote ni sawa. Kwa sababu tukibomoa hema, tumebomoa kambi. Tukiondoa hizo hema, hizi mfano nimeweka hapa ni mfano ya hema. Bwana asifiwe. Hizi ni hema ambazo tumejenga. Na nataka unisikilize. Huyu ni mtu mmoja. Hawa si watu wengi. Hii ni maisha ya mtu mmoja, lakini amejijengea hema za aina nyingi kwa maisha yake. Sasa kwa maisha yake kuna kambi ambayo ndio inamzuilia kuondoka. Nimeeleweka? Nimeeleweka? Hii ni mtu mmoja. Huyu ni mtu mmoja. Huyu ni mtu mmoja. Hii ni maisha ya mtu mmoja. Lakini nilikuambia uende unitajie aina za hema. Jumapili nilikutajia aina ya hema, si ndio? Nikasema kuna hema hiyo, uliandika kama uliweza kuandika. Hizo hema zote uliandika, hao sio watu wengi, ni mtu mmoja, lakini kwa sababu ya kujenga hema za aina nyingi, moyo wake umebadilika, umekuwa kambi ya hema za kumzuilia kuvuka ng'ambo ya pili. Sasa ndio kasema kuna tabia mbaya, kuna kutumia pesa vibaya, kuna maongeo mabaya. Tukasema kuna hema za aina nyingi. Kufikia hapo umenielewa? Tuko na hema za aina nyingi, lakini mtu ni nani? Mtu ni mmoja. Bwana asifiwe. Sasa cha kwanza tumeona tunapaswa kudili na vitu ambavyo vinatuzuilia kutii wito wa Kristo. Utajaribu songa kama kidogo. Kuja. Aya, huyu ni Yesu. Ni nini hizi tumejenga katika mioyo yetu, katika maisha yetu? Na sasa hizi ndizo zimekuwa kizuizi cha sisi kutii sauti ya Mungu juu ya maisha yetu. So tukasema spirit ya kwanza ni vitu za kibinafsi ambazo ni mimi aidha nimezipata
nimepatia ruhusa, ama ni mimi nimeziweka, ama ni mimi nimefungua mlango zikapata nafasi kwa maisha yangu, sasa ndizo zinanizuilia. Na tukasema ya kwamba hema ingine ni marafiki. Tukasema marafiki wengine ambao uko nao ndio kizuizi cha wewe kutii sauti ya Bwana. Mungu amesema na tayari Yesu anasema yuko upande wetu. Kumbuka, Yesu yuko pamoja na huyu mtu. Na neno ni kwamba sio uvuke, tuvuke. Lakini anangojea nitii sauti yake. Ni nini Yesu anangojea? Yesu hajakuja kunichukua tuvuke ng'ambo ya pili. Yesu amekuja kuniambia niungane na yeye tuvuke ng'ambo ya pili. Nasema yeye amekuja kuungana na wewe mvuke ng'ambo ya pili. Hauvuki peke yako, anataka avuke na wewe. Kwa biashara anataka avuke na wewe. Kwa maisha anataka avuke na wewe. Sasa Yesu ameongea kile amefanya, amenyamaza, anakungojea. Amemaliza kuongea. Amefanya nini? Amemaliza kuongea. Ni nini mpaka sasa Yesu anafanya? Yesu anangojea utii sauti yake. Kwa sababu hata kulazimisha. Maana ng'ambo ya pili faida sio ya Yesu, faida ni yako. Nasema ng'ambo ya pili faida sio ya Yesu, faida ni yako. Alipomwambia Petero, peleka mashua yako kilindini, nani alienda huko akafaidika? Nani alishika samaki wengi? Ni Yesu. Na walienda ama alienda? Petero alienda ama walienda na Yesu? Walienda na Yesu. Ni Yesu alishika samaki? La hasha. Petero ndiye alishika samaki? Ndio. Petero alipeleka samaki wapi? Aliuza, akalipa school fees ya miaka yote ya watoto wake, akajengea bibi yake, akamwekea supermarket, akamlimia shamba na akamwachia pesa na akamwambia ni injili nimeenda. Nani alifaidika? Ni Petero. Ndio maana siku ile Yesu katika kitabu cha Yohana 6 alipofukuza watu, Yesu Petero alimwambiaje? Tuende wapi sasa? Na tumeachana na yote, tumekufuata wewe na neno na uzima. Maana Petero akikumbuka, mimi nilimalizana na nyumbani, nikufuata nafuata huyu Yesu. Petero ndiye alifaidika aliposhika samaki wengi. Nasema Yesu anataka uungane na yeye, uvuke ng'ambo ya pili, ufaidike wewe. Ufaidike wewe. Ufaidike wewe. Ufaidike wewe. Sasa je, unaamini sauti yake? Unaamini sauti yake? Sauti yake inahitaji mambo mawili. Nambari ya kwanza, unahitaji kutii. Unahitaji kutii hiyo sauti. Na ya pili, unahitaji kuamini hiyo sauti. Sasa kutii na kuamini, ukishamaliza hiyo, sasa Elisha, tunakumbuka Elisha? Tunakumbuka Elisha? Wakati Elisha alifuata Elijah alienda kwa Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Akampea mwito. Tunakumbuka? Akamwita. Kisha baadaye Elisha aliongea na akatoka akaenda. Ni nini Elisha alifanya? Elisha alikimbia akaambia Elijah, tafadhali nipatie muda. Kuna mavitu lazima nibomoe. Haujasikia vile tunasema? Haujasikia hapo? Wakati alipata wito ya kumfuata. Mungu anapanua hii ujumbe. Sitaweza kwenda mahali naenda, lakini ni sawa, kuna kitu Mungu anataka upate. Mwenye masikio asikilize hili. Elisha alimwambia Elijah, umeniita katika huduma, lakini siwezi amka tu na nikuje. Elijah alielewa kuna hema zenye nimejenga, nisipozibomoa kukufuata itakuwa ngumu. Naanza kuelewa kwa nini
Maana ulipookoka kuna vitu bado haujaacha. Kuna vitu bado haujaondoa. Kuna vitu bado umeshikilia. Kuna vitu bado hujaachilia. Elisha akamwambia Elisha ya kwamba bwana wangu, naomba unipatie tu masiku kadhaa. Kuna kabiashara nilikuwa nako, kuna ng'ombe niko nazo, kuna marafiki niko nao, kuna katabia niko nako. Elisha alijiangalia akaona, jinsi nilivyo nikikufuata sitaweza. Nikikufuata jinsi nilivyo sitaweza. Lakini akapata ufunuo akasema, wacha nirudi. Akarudi, akavunja, akachoma ng'ombe zake, akaharibu zile nira, akaambia watu wake bye bye, akapomoa hema zote. Kisha baadaye akasema, sasa hakuna cha kunirudisha nyuma. Akasema sasa hakuna cha kupendua kichwa changu ama uso wangu nyuma. Kenye kinarudisha Wakristo nyuma kihuduma, kama ni kuimba, kama ni kuhubiri, kama ni kufanya nini, kuna vitu bado haujashughulikia. Ndio maana bado mawazo yako iko nyuma, na ndio maana bado unataka kupendua kichwa chako, uso wako. Uangalie, na kuna vitu niliacha, kuna marafiki niliacha. Hizi ndio vitu zitakuzuilia kumfuata Mungu kabisa. Hizi ndio vitu zitakuzuilia kutumikia Mungu kabisa. Hizi ndio vitu zitakuzuilia usiweze kuendelea. Mungu akamwambia mfalme Sauli, enenda kule kwa Amaleki, angamiza wote, watoto wadogo maliza, ng'ombe maliza, mfalme Agagi maliza kila kitu. Sauli akaenda, alipofika kule akaangamiza vilivyo vibaya, akabakisha vilivyo vizuri kwake. Leo nimekuja kukuambia, inaweza kuwa ni mzuri kwako, lakini si mzuri kwa Mungu. Kama kuna mtu ataelewa hiyo ujumbe, maisha yako yatabadilika. Nasema maisha yako yatabadilika. Sauli akaenda, akaona hii ni mzuri, akawacha. Hii ni mbaya, aliangamiza kulingana vile alikuwa anaona. Kama zako mwambie, ukifuata Mungu kulingana na vile unaona, hautafaulu. Maana kuna matamanio yako na kuna matamanio ya Mungu. Sasa utaangalia vitu na uone inanipendeza, lakini hautaangalia uone haipendezi Mungu. Sauli akaangamiza, akabakisha vizuri. Alipobakisha vizuri, akajivuna, akasema sasa, akaenda zake kwa Samueli. Alipokutana na Samueli, akamwambia mtu wa Mungu, nimeangamiza yote. Nimefanya nini? Nimeangamiza yote. Nimeua zote, kila kitu nimeangamiza. Geukia mwenzako mwambie, hauwezi danganya watumishi wa Mungu. Sasa ingine udanganyifu inaweza break through kwako, but the servant of God anasikia you are lying. Unadanganya. Samueli akamwambia, hey brother, sikiliza hapa kabla hujaendelea kucelebrate. Hizo ng'ombe nasikia nyuma yako. Wapi? Hizo ng'ombe nasikia nyuma yako ni zipi? Hizo ni kondoo ziko nyuma yako. Hao ni marafiki wako nyuma yako. Ni akina nani hao wako nyuma yako? Akamwambia, haukufanya vile Mungu alitaka. Akamwambia, kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Haukutii vile Mungu alisema, lakini ukaenda kumtolea dhabihu. Kama zako mwambie, kama haumtii Mungu, wachana vitu yote unamfanyia, wachana naye. Maana kutii Mungu ni afadhali kushinda kumtumikia. Kutii Mungu ni afadhali kushinda kumwimbia. Kutii Mungu ni afadhali kushinda kuhubiri injili yake. Kutii Mungu ni afadhali kushinda kumwabudu. Ni nini ilifanya Sauli akatolewa? Hema, sema hema. Sema hema. Hakubomoa hema zote. Nisaidie kuongelesha mtu, mwambie tafadhali bomoa zote.
Mwambie tafadhali bomoa zote. Mwambie tafadhali bomoa zote. Ninaongea na mtu kwa maisha yako. Ni nini hizi zinakushika nyuma? Ni nini hizi bado zinakuvuruta? Haleluya. Haleluya. Ni nini hizi bado zinakuvuruta nyuma? Msichana wangu kuja kimbia. Ni nini hizi bado zinafanya nini? Zinakuvuruta nyuma. Haleluya. Haleluya. Haya, jaribu kuenda. Enda. Ni nini hizi? Jaribu kuenda. Ndio kama sasa mwambie nataka. Ndio kama sasa mwambie nataka kumtumikia Mungu. Nataka mambo ya Mungu. Wewe unataka, enda. Wewe unataka, lakini kuna vitu bado haujawacha. Kuna vitu bado haujabomoa. Ninakuombea leo bomoa zote. Ninakuombea leo bomoa zote. Ninakuombea leo bomoa zote. Zenye zinakuvuruta. Ukijaribu enda, unarudisha nyuma. Mimi nakuambia piga hapa upande. Enda bil nazo, malizana nazo, halafu uende, utaenda salama. Haleluya. 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 Ndio kama zako mwambie umebakisha nini? Acha nikuambie. Januari naanza kufundisha nini? Kwa sababu kama kuna anointing imeshuka ndani yangu ya kufundisha, nyingine imeshuka ndani yangu. Januari naanza kufundisha Mark chapter 5. Sikiliza. Yule mtu alipomuona Yesu, vitu viwili vilitendeka. Naongea kuhusu yeye. Alikimbia kumsujudia ule mtu. Na tena kuna sauti ilisikika ikisema, una nini na sisi? Usituangamize. Toka huko. Vitu mbili niliongea. Alipomwona Yesu alikimbia akamsujudia. Na pia kuna roho kwenda mkataa. Kumaanisha yeye mwenyewe alikuwa anataka Yesu, lakini demons zenye zilikuwa ndani yake ndio zilisema no. Yeye anataka, lakini demons ziko ndani yake, kwa maana zimeoverpower, ndio zinasema Jesus, toka kwetu. Kuna watu waliona Yesu wakaona wanakuja kuangamizwa, na kuna mtu aliona akaona wakuabudu. Ndani ya yule mtu mmoja kulikuwa watu wawili. Mmoja aliona destroyer na mmoja aliona my God, wako muabudu. Leo nimekuja kusema kuna watu hapa mnataka kumtumikia, mnataka huko, lakini kuna mahema ziko ndani yako ndizo zinapigana na anayekuja kukusaidia. Ndizo zinapigana na ndizo zingine zinakusaidiaga mpaka kuinuka kinyume na pastor. Sio wewe. Hauwezi kaa chini yangu miaka 10 nimebadilisha maisha yako halafu inuke kinyume na mimi. Sio wewe. Na leo nimekuja kukuambia wakati wako wa kubarikiwa ukifika, chunga sana na line ya Bishop. Njia moja ya kujua ya season imefika, chunga line ya Bishop. Hapo ndipo utapata mambo. Hapo ndipo moyo wako utachokorwa kuhusu Bishop. Hapo ndipo utaniona mimi sifai. Hapo ndipo utaniona mimi si sawa. Hapo ndipo utaona kuna kanisa lingine unaweza enda. These are demons inside you. Zinapigania space yao. Inuka na wewe, pigania space yako ya worship. Hello. Hizi hema zinapigania nafasi yao, na ndio maana hazikuruhusu. Kwa nini? Maana ni nyingi. Nikwambie kitu. Demons zenye zilikuwa kwa ule mtu mmoja zilikuwa 6,000. Ndio maana zilimuoverpower. Demon hizi zilienda zikaingia kwa nguruwe 1000 ngapi? So kila nguruwe iliingia demon ngapi? 3. Kanguruwe kamoja hakuweza kubeba demons ngapi? 3. Kalienda suicide. Kakafanya nini? Kakacommit suicide. Kalienda kakajirusha kwa bahari. Kakakufa. Kwa sababu hizo demons zilikuwa heavy. Sasa mtu alikuwa na demons 3,000.
Wakati alifunguliwa, alisema Yesu, nataka enda na wewe. Hiyo ndio ilikuwa maono yake. Hiyo ndio alikuwa anataka. Lakini ni nani hao walikuwa wanamzuilia? Sema hema. Sema hema. Kuna mtu hapo unapenda mambo ya Mungu sana, lakini hema ziko na nguvu. Sema hema. Hema ziko na nguvu. Sema hema. Sema hema. Ziko na nguvu. Na Yesu akiongea anangojea utii. Hakuna kitu kingine atafanya. Tangu nianza kuhubiri, Yesu anafanya nini? Anangojea. Anangojea nini? Mtu atii, mtu aamini. So Yesu amenyamaza, hakuna kitu kingine anafanya. Yesu aongee, unaangamia aongee. Haukuje kanisa aongee, umeacha kuomba aongee, mambo yanaharibika kwako aongee. Maana anasema tu nguvu iko kwa kutii peke yake. Siku ile utatii. Kwa kama sasa kumwambia siku ile utatii. Siku ile utatii. Hii kuangamia itaishia hapo. Hii kuangamia itaishia hapo. Kwa hivyo Yesu bado anangojea nini? Njoo tuungane twende. Kwa hivyo yako tayari anakungojea. Lakini sasa shida yako ni nini? Sema hema. Hii ndio roho tatu dina, roho number 1. Sema roho number 2. Roho number 1 tumeona kwa hatua ya kwanza ni Yesu mwenyewe anakupea message. Sio message zote utazipata kwa Pastor Simiu. Si message zote nitakuambia. Message zingine Mungu atakuongelesha direct. Narudia tena. Message zingine Mungu atakuongelesha moja kwa moja. Hii message si ya kutumana, hii ni message ya moja kwa moja. That's part 1. Part 2, Mungu spirit nyingine tutadili nao inaitwa spirit ya Farao. Roho ya Farao, sema roho ya Farao. Andika roho ya Farao. Wakati tunadili na Kutoka, tukidili na roho ya Farao, tunadili nayo tofauti tena. Ni nani alituma Musa? Mungu alitumana. Number 1, Mungu atumani. Number 2, Mungu anatumana. So kuna vitu utavipokea moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Kila mtu anakaa anafaa jua hiyo. Kuna vitu Mungu atakuongelesha moja kwa moja. Njia nyingi za Mungu kuongea na wewe ni nyingi. Hatatumia mtu yoyote. Kuna vitu Mungu hatatumia mtu yoyote kukufikia. Kwanza leo weka hiyo nafasi kwa maisha yako. Kuna vitu Mungu hatatumana, atakuja mwenyewe. Namba 2, kuna vitu Mungu hatakuja mwenyewe, atatafuta mtu amtume. Mungu alipoona shida ya wana wa Israeli, machozi ya wana wa Israeli, alitafuta mtu akamtuma. Alitafuta mtu anaitwa Musa, akainua Musa akamtuma. Namba 2, wacha kucheza na kila mtu. Mtu wa kwanza, nimesema daktari atatufunza wiki ijayo. Mtu wa kwanza usicheze na yeye, the man of God wa maisha yako, mchungaji wako, usicheze na yeye. Maana mchungaji wako ametumwa kwako. Yeremia anatuambia nini? Nitawapa mchungaji anayependeza. Mimi nisipopendeza moyo wako, imaanisha sipendezi moyo wa Mungu. Kwa kama sasa kumwambia weka mpaka. Inategemea na vile unaniangalia. Kuna watu wakiniangalia wanaona mimi ni shetani. Na kuna watu wakiniangalia I'm their savior. Nimebeba their destiny. Kuna mtu akikutana, kuna mtu nilienda nunua t-shirt mahali. Amekuwa akisikia maombi ya asubuhi anajiuliza, ni wapi? Ni pastor gani? Ni nani? Nikapatana na t-shirt kazuri nikasema sininunue hii, nikaenda nikanunua. Na kawaida yangu lazima niongee mambo ya Yesu. Nikamwongelesha. Na yeye kilikuwa kwa mawazo yake ni yule pastor mwenye anaomba asubuhi. Tukaenda nikamwambia basi huyu mwenye ako mbele yako hapa ni yule pastor anaomba. Nimebarikiwa. Yaani aliona sasa sijui ni nini, kujua ni mimi. Ni wewe. Yaani alimaka. Kama sasa kumwambia alimaka. Yaani alishangaa. Yaani
Kwani akasema hata nikifunga kazi sasa hakuna shida. Wewe ukinunua mimi nimebarikiwa. Lakini mwingine akipatana na mimi